Karibu sana kwenye Stori na Mikasa. Mimi naitwa Uncle C, niite C to the M. Naomba nikukaribisha katika simulizi nzuri, simulizi ambayo imebeba maudhui mengi, hivyo utapata nafasi ya kuweza kujifunza kupitia simulizi hii. Basi twende tukaianze moja kwa moja. Ilikuwa ni majira ya jioni. Mawingu mazito yalitanda katika kijiji cha Kifuru, kijiji ambacho kwa miaka mingi kimezungumzwa kwa sauti ya chini, kana kwamba wenyeji wa kijiji hicho walikuwa wakiogopa hata hewa isisikike walipokuwa wakisema. Amani ni kijana mtafiti wa masuala ya kihistoria, alifika kijijini hapo akifuata uvumi kuhusu pango la siri ambalo lilisemekana kuwa pango hilo lilikuwa likimaliza maisha ya mtu yoyote yule aliyekaribia kufika katika pango hilo. Lakini Amani hakuwa na hofu yoyote, alikuwa amezoea tu hatari. Hata hivyo, usiku ule kulikuwa na kitu cha tofauti sana, kimya cha ajabu, kama vile kila mtu alikuwa anasubiri kitu fulani hili kitokee. Alipokuwa akipita katika kijiji hicho, alisikia kwa mara ya kwanza sauti ndogo na ya kunong'ona ikitokea katika upande wa nyumba nyingi zilizokuwa zimewacha wazi, yaani kwa maana zile nyumba ambazo zipo tupu. Mara ghafla sauti ilianza kusikika. Rudi, rudi, hautakutana na mwisho wako, tafadhali, hebu rudi. Amani alisimama, akahisi mgongo wake ukipata baridi isiyo ya kawaida, lakini alipoangalia nyuma hakukuwa na mtu yoyote yule, na ndipo Amani aliamua kuchukua hatua nyingine mbele. Sauti ikarudia tena, rudi, rudi, hautakutana na mwisho wako, tafadhali, hebu rudi. Safari hii ilikuwa ni karibu zaidi, kana kwamba ilinenwa moja kwa moja katika sikio lake. Licha ya hayo, lakini Amani aliendelea mpaka mlimani, mahali ambapo kulisemekana pango hilo linapatikana, na ndipo Amani alifika moja kwa moja mpaka kwenye lile pango. Pango hilo lilikuwa na mlango mmoja tu, tena mwembamba, uliokuwa umefunikwa na michoro ya kale, michoro ya watu waliokuwa wakikimbia kitu kisichoonekana. Amani aliangaza tochi yake huku na kule, na hapo akaona kivuli kikubwa kikicheza ukutani bila chanzo yoyote ya mwanga, kwa kuwa tochi yake haikuangaza upande ule. Amani hakutaka kukikazia macho kivuli kile, lakini miguu yake iliganda. Kivuli kikaanza kukaribia, bila kelele, bila harufu, wala bila upepo wa aina yoyote ile. Na wakati wote hayo yakiwa yanaendelea, ghafla alisikia hatua nyuma yake. Amani aligeuka kwa haraka sana. Ndipo alikutana na mzee mmoja wa kijiji mwenye uso uliokomaa na macho ya hofu. Alimtazama na kusema, hicho sio kivuli, ni yule anayechukua roho za wajuvi. Tunapoteza mtu mmoja kila mwaka ndani ya hili pango, na leo umefika muda na wakati wake wa kuchukua mtu mwingine. Amani akujua afanye kitu gani, aidha kukimbia au kumuuliza maswali yule mzee. Lakini kabla hajachukua maamuzi yoyote, ghafla ilipita hewa nzito juu yake. Joto lilipotea na kile kivuli kilifika katika ule mlango mwembamba. Yule mzee akajirusha mbele ya Amani ili kuweza kumzuia. Kijana, kimbia, kimbia, ukisubiri litakuchukua. Ilisikika sauti ya mzee ambaye alijitoa mwanga pale mbele. Lakini Amani aligundua kitu kingine. Kile kivuli hakikumtazama mzee, bali kilimwangalia yeye. Kwa nini kilimhitaji kile kivuli kisichoepukika kabla ya kutoroka? Wakati Amani akiwa anashangaa, ghafla aliona michoro ukutani ikianza kung'aa. Ilionyesha mtu aliyofanana naye, mfano ule ule wa mwili wake na mtindo ule ule wa nywele, na ilisikika minong'ono ikizidi kuwa mikubwa. Wewe ndiye tuliyeahidiwa, njoo. Wewe ndiye tuliyeahidiwa, njoo. Hapo hapo kile kivuli kikafika karibu na Amani na kumpa mkono. Ubaridi ukapenya katika ngozi ya Amani. Na wakati hayo yote yakiwa yanaendelea, pango likatikisika, likaanza kutoa mwanga mkali. Mtazamaji na msikilizaji, nini kitaendelea? Kwa leo tunaishia hapo tu katika kusikiliza simulizi nzuri kabisa ya pango la ajabu linaloua watu wengi. Mimi naitwa C to the M, niite Uncle C.
Ni kuombe tu uweze kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata kile ambacho sisi tunakiweka hapa. Nini kitaendelea katika simulizi hii ya kutisha? Tukutane katika sehemu inayofuata. Asante.